Hapa studioni ambao wako hapa ambaye ameketi karibu nami ni Daktari Abraham Mugo Muriu ambaye ni mkurugenzi mtendaji katika shirika la Bajeti Hub. Karibu sana studio za TV47. Asante sana. Na upande wa pili ni naye Hesbon Omolo ambaye ni mtaalamu wa uongozi FCPA. Karibu sana Omolo. Asante sana. Uko mzima? Niko salama salama. Na siku ya leo nikianza nawe Abraham Mugo kutoka Bajeti Hub. Malengo ya kuinua watu kiuchumi haijafanikiwa katika Vision 2030 na hii ilikuwa ni mojawapo ya pillar, economic pillar, katika ruwaza ya mwaka 2030. Rais anasema mojawapo ya sababu ambazo hizi ambayo ilisababisha kutoafikia ama kutokamilisha agenda ya Vision 2030 ni kwamba hakukuwepo na njia ya kikatiba ya kuweza kuguard Vision 2030. Wewe kutoka katika shirika la Bajeti Hub, unahisi nini ambayo ilichangia Vision 2030 kukosa kufanikiwa, hasa kuhusiana na economic pillar? Asante sana. Kwanza ni kusema kwamba niliweza kuhusishwa katika kufanya ule mpangilio wa First Medium Term Plan ile Vision 2030. Ilikuwa wakati tu naanza kazi katika hii sekta mwaka 2008, na utakumbuka kwamba wakati huo ndio tulikuwa tumetoka post election violence na kulikuwa yale mapato yote ambayo yalikuwa yamefanyika katika ile economic recovery strategy ya 2003 hadi 2007, ikakuwa ya kwamba sasa Vision 2030 inakuja. Pengine nikasema ya kwamba sidhani hapo nitatofautiana pengine na rais, kwa sababu sidhani ni kutokuweko na sheria, kwa sababu katiba ya Kenya ukiangalia kama kipengo cha 43 inatoa yale malengo ambayo ni ya juu zaidi hata kuliko Vision 2030. Inasema ya kwamba kila mwananchi wa Kenya ana haki ya kupata elimu bora zaidi, afya bora zaidi, kuweza kupata chakula cha kutosha ambacho kina manufaa, kuweza lishe bora, kuweza kupata maji ambayo ni ya njia nzuri. Kwa hivyo ya kwamba kama ingekuwa ni kufuatilia katiba, inafaa kwamba tumepitisha hata yale malengo ya Vision 2030. Kwa sababu katiba haijabadilika. Kumbuka ya kwamba tuliweka huu mpangilio mwaka 2008. Tukapitisha katiba mwaka 2000. Lakini katika Vision 2030 kulikuwepo na mahitaji ya political parties. Kuna kile ambacho political parties zilitakiwa kufanya. Sikatai. Kuna yayo, lakini ukisema ya kwamba serikali ambazo zilifuatilia hazikuwa zinafaa ya kwamba Vision 2030 kwanza ilikuwa imepitishwa. Tupitishe kwamba pale. Katiba ilipokuja mwaka 2010, pengine nimalizie tu hilo mafikira yangu. Ilipokuja katika mwaka 2010, ikakuwa ya kwamba imepeana malengo juu zaidi yale ambayo serikali yote inafaa kufuata. Kwa hivyo hauwezi ukasema ya kwamba ni hakukuwa na sheria. Sheria ipo kwa sababu katiba hakuna sheria nyingine ambayo inapita katiba. Hakuna sheria ambayo inaweza ikalazimisha mtu kuweza kufanya jambo lolote ambalo linapita katiba ya nchi. Kwa hivyo lengo langu ni mafikira yangu ni ya kwamba serikali ambazo zimefuatilia, na rais alisema leo, ni ya kwamba yalikuja yakaweka ile Vision 2030 kando yakafanya mambo yao. Ukakuta kwamba ile tulianza na Grand Coalition Government. Ikakuwa ya kwamba Grand Coalition ni kila mtu alikuja na sera zake. Wale walikuja kutoka upande wa ODM, wale walikuja kutoka upande wa PNU kama unavyokumbuka. Kila mtu alikuja na sera zake, wakajaribu na kuwa na serikali kubwa sana. Unakumbuka kulikuwa na 2 deputy prime ministers na mambo mengine. Tulipotoka hapo tukakuja serikali ya kwanza ya Jubilee 2013. Hiyo ikakuja ya kwamba lengo lile lilikuwa kubwa sana. Kwanza ilikuwa ile protection ya wale ambao walikuwa naongoza kwa sababu ya jinsi ambavyo walivyoingia katika serikalini, na kwa kuwa pia na ugatuzi. Kwa sababu ukisema hakukuwa na sheria nyingine, basi hata ugatuzi haungefanya kama hakukuwa na sheria, kwa sababu hakuna sheria nyingine ambayo tunafuata ila katiba kuu. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba ni ile tu ile tunasema lack of political will kufanya kulingana na malengo, kwa sababu ukiangalia katika katiba Bill of Rights inatoa malengo ambayo ni makubwa kuliko hata vision yoyote ambayo tutakuja nayo, na hata tutakapozungumzia baadaye nitakuwa nikisema ya kwamba haijalishi ni sheria gani utaweka, katiba imeweka mkakati ambao inafaa kuwa na hiyo katiba ndio inafaa kwamba inahakikisha kwamba kila Mkenya anapata nafasi tosha katika kuparticipate katika uchumi. Asante sana kwa mchango huo.